Bwana, yes, mambo vipi? Bwana, mimi naitwa Haji Ramadhani na hii ni Majira Digital. Kama hujaifollow, basi fanya kufollow na kulike na comment pia na kushare. Kumbuka na hapo YouTube tuna kurasa yetu, unaweza kusubscribe au kutoa support yako. Sasa na siku hii ya leo tunakwenda kuangazia masuala ya kimichezo, ambapo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe amefichua kuwa uongozi wa timu hiyo umefanya mapinduzi makubwa ya kiuchumi kwa kumpandisha mshahara mshambuliaji wao kijana Clement Mzize na kumfanya mchezaji huyo anayelipwa fedha nyingi zaidi hapa nchini Tanzania kwa sasa, ambapo Ally Kamwe ameeleza kuwa uamuzi huo mgumu ulilenga kumbakiza kikosini mchezaji huyo baada ya miamba ya soka ya Tunisia na Afrika Esperance de Tunis kuonesha nia ya dhati na kutaka mshambuliaji huyo kwenye dirisha hili la usajili kufuatia kiwango kikubwa alichokionyesha. Akifafanua kuhusu vita hiyo ya usajili, Ally Kamwe amesema mwaka huu tumepambana kumbakiza mchezaji anayeitwa Clement Mzize na ilibidi tupandishe mshahara ndio awe mchezaji anayelipwa hali ya juu zaidi hapa Tanzania. Lakini Clement Mzize huyo tumemzuia asiende kucheza Esperance de Tunis, ambao wamemchezea hatua ya nusu fainali ya Champions League msimu huu. Kamwe alisisitiza kuwa hatua hiyo inadhihirisha jeuri ya kiuchumi na dhamira ya dhati ya Yanga katika kulinda wachezaji wao bora ili waweze kushindana na klabu kubwa barani Afrika. Kwa sasa kiongozi huyo alihitimisha kwa kueleza kuwa uamuzi wa kumzuia Mzize na kuelekeza fedha nyingi kwake ni sehemu ya kimkakati kwa uongozi wake wa kuongoza quality ule ubora wa kikosi kuelekea msimu ujao wa mashindano ya kimataifa kulitoa ubingwa wa CAF Champions League kwa mwendelezo na sio kwa bahati mbaya, na ni lazima klabu iwe na uwezo wa kumiliki na kumbakiza wachezaji wa daraja la juu kama Mzize, huku akiahidi kuwa tathmini ya dirisha lijalo litataka katika kuleta majembe mengine ya kutosha. Bwana, hii ni Majira Digital. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Kama hujatufollow basi tufollow pale Instagram na Facebook, tunapatikana kwa jina la Majira Digital, na pale YouTube kwa jina la Majira Digital.